nilimwahi kumfuata shekhe mmoja mkubwa hapa, nikamshawishi na kumhamasisha achukue nafasi ya shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam. Aligomba sana, bwana wewe unaona mimi mpuzi kiasi gani mpaka niwe na shekhe wa mkoa mimi hapa? Vipi Sheikh Abubakar bwana? Kaambia bwana, nifikiri una uwezo wa kuelewa, kumbe uelewa wako mdogo kiasi hicho, basi acha. Sasa ni ile namna ilivyotapakaa kwa watu kwamba baraza ni chombo cha hovyo, hakina viongozi makini, lakini pia hakina viongozi waliosoma. Shangaa, hakuna viongozi makini, hakuna viongozi waliosoma. Wamesukani kusema kitu gani kilichosomwa na mashekhe wengine ambacho mashekhe wa BAKWATA hawana? Ni kipi? Halafu ujinga unafidikizwa kwenye baraza kwamba hawakusoma, lakini ni chuki kwamba kutoka naye hakuchagulii tusi. Lakini baada ya sisi kama viongozi wa baraza kujitahidi kuleta taghyirati, mageuzi, mabadiliko katika baraza mbalimbali, katika kila sehemu tunapoona kwamba hapa wanahitaji kufanyika mabadiliko, kunahitaji kuanzishwa mambo mapya, kunahitaji kuweka vitu ambavyo vinakwenda na mazingira tulionayo, tumefanya kwa kiasi tulichojaliwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka sasa, kwa sababu baraza lipo na mambo yake yapo na hayaishi, ila tutayaacha, alafu wengine watakuja kuendeleza katika vipengele vilivyobakia. Lakini baraza hapa tulipolifikisha limekuwa tamu. Intabihu, baraza hapa tulipofika limekuwa tamu, majlis ladhif, ambapo kila mmoja ana haja na baraza. Hata wale niliowaambia kwamba bwana, kuna nafasi ya shekhe wa mkoa bwana, alafu wa Dar es Salaam mkoa wenyewe, tafadhali ingia shekhe, mimi nichukue jina lako, mimi nitakwenda kufanya mambo, tutakupa hiyo nafasi. Sasa hivi wananifuata, sasa hivi niko tayari. Sasa wakati umekwisha sasa. Wakati umekwisha.